Zimesalia saa chache kuelekea katika mchezo wa marudiano wa robo fainali Afrika kwenye kombe la shirikisho la Afrika, na mchezo huu unahusisha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Al Masry Tai wa kijani kutoka kule Misri. Yes, mchezo wa kwanza Al Masry ulipata ushindi wa mabao 2-0 wakiwa nyumbani. Mchezo wa pili ndio unachezwa kunako uwanja wa Benjamin Mkapa siku ya leo. Itakuwaje? Sasa basi, kupitia jukwaa hili la Mzinga Sports tunakwenda kuangalia mambo ya kufahamu kwenye hatua hii ya robo fainali. Endapo itatokea timu zinatinga hatua ya nusu fainali, kitu gani ambacho tunatakiwa kufahamu? Sasa basi, mambo yapo 6 ya kufahamu kabla ya kwenda kuangalia huu mchezo, na lengo mahususi la hiki ambacho tunakwenda kuangalia, au mambo haya 6 ambayo tunakwenda kuangalia juu ya hatua hii ya robo fainali kuelekea nusu fainali, tunakwenda kuangalia ili mradi utakapokuwa umekaa pale uwanja wa Mkapa au upo kwenye television kupitia Azam TV unaangalia hiyo mechi, uwe unafahamu mambo mengi inayohusu mchezo huu ambao unakwenda kuchezwa siku ya leo. Sasa basi, mambo ya kufahamu, mambo 6, yapo 6 ya mambo 6 ya kufahamu juu ya mchezo wa Simba dhidi ya Al Masry. Jambo la kwanza, inatafutwa rekodi ya Sekafa top 5. Kwangu mimi hili ndio kubwa zaidi. Na maanisha nini? Simba ikitokea imefanikiwa kumtoa Al Masry na wakatinga hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika, watakuwa wameweka rekodi ya aina yake. Rekodi hii inaanzia kwao kama klabu, lakini inakwenda kwenye mawanda ya taifa. Kama haitoshi, inakwenda kwenye mawanda ya Afrika Mashariki na Kati. Hii ni rekodi ya kuwa timu 5 bora barani Afrika. Simba wakimtoa Al Masry, na irudia, inaingia katika top 5 ya timu bora Afrika. Ni nafasi ambayo haijawahi kufikiwa na klabu yoyote kutoka Afrika Mashariki na Kati. Katika rankings za CAF ambazo zilianza rasmi mwaka 2011 mpaka leo tulipo hapa, haijawahi kutokea timu yoyote kutoka Sekafa ikaingia kwenye top 5, timu 5 bora za Afrika. Hakuna timu hiyo. Simba akimtoa Al Masry anakwenda katika hii nafasi. Sasa hii nafasi iko vipi? Kuna darasa kubwa sana ambalo linahusiana na hizi points, ukusanyaji wa hizi alama. Na hili darasa, ili usipate tabu sana, unaweza kupitia video zangu za nyuma ambazo nimezifanya wastani siku 5 nyuma. Unaweza kaona darasa hili lilivyo kwa ukubwa wake. Hapa tukisema tulijadili tena, tunaweza tukala kabisa kipindi cha siku ya leo. Na ikumbukwe, hii ni session ambayo inakuja kujadili kitu kingine. Kwa hiyo hii situlie muda wetu wa kutosha. Ingawaje naamini watu wengi tunafahamu juu ya darasa hilo la ukusanyaji wa points. Hizi points, au kwa kifupi, kwa maelezo, CAF walianzisha mfumo unaitwa CAF 5 years ranking. Mfumo huu unaangalia klabu imeperform vipi, imefika katika hatua zipi, kuanzia hatua ya makundi mpaka hatua ya fainali, iliishia wapi, msimu gani, na ilikuwaje. Sasa katika hizo hatua zenyewe, kila hatua ina pointi zake. Kwa hiyo zinakusanywa zile points, alafu zinazidishwa kwa mwaka husika. Kwa mfano, mwaka ambao msimu uko active, msimu unaendelea, zile points zinazidishwa mara 5. Msimu mmoja wa nyuma yake zinazidishwa mara 4. Msimu mmoja wa nyuma yake mpaka ule ambao utazidishwa mara 1. Kwa hiyo picha kidogo ndo iko hivyo. Kama haujaelewa vizuri, unaweza ukaenda kuangalia video ambazo nimezifanya. Ipo video ambayo nimeelezea haya yote kwa undani zaidi. Sasa basi, kwa sasa Simba wako nafasi ya 6. Nafasi ya 6 wakiwa, hii ni Simba wako nafasi ya 6 wakiwa na alama 38. Nafasi ya 5 wapo Wydad wakiwa na alama 39. Nafasi hizi mbili kwanza tukiangalia,
alama 38 na alama 39. Simba anaweza kumshusha Wydad katika ile eneo, kwa sababu Simba akitinga hatua ya nusu fainali atapata alama ambayo zitakuwa alama 3 jumla, kwa maana ya hatua msimu huu akitinga nusu fainali anapata alama 3 kwenye kombe la shirikisho Afrika. Sasa mpaka sasa hivi tayari hizi points 38, maana yake msimu huu amefika robo fainali ana alama 2. Sasa ili usipate tabu, 38 jumlisha alama 5 jumlisha 5 ili kupata alama atakazozipata katika hatua ya nusu fainali. Maana yake nini? Isikuvuruge. Maana yake 38 ukijumlisha 5 tunapata alama 43. Kwa hiyo alama 43 ambazo Simba atazikusanya akifika semifinal, automatic atakuwa anamshusha Wydad. Kwa hiyo Simba atasogea hapa katika nafasi ya 5 na Wydad atashuka, atakwenda katika nafasi nyingine huku chini. Ingawaje hii rekodi ya Sekafa top 5 inaweza ikabadilika na Simba anaweza kudrop points, anaweza kushushwa harama endapo hatofanikiwa kwenda katika hatua ya nusu fainali. Kivipi? Chini ya Simba kuna USM Alger ya Algeria ambayo ipo uwanjani inacheza, kwa maana haijatoka. Yenyewe ipo katika nafasi ya 7 ikiwa na alama 37. Katika nafasi ya 8 wapo RS Berkane ambao wana alama 37. Hawa wote wako active, yani wanacheza. Ikitokea Simba ameshindwa kwenda katika hatua ya nusu fainali, hawa wakashinda wakaenda, au mmoja wapo akashinda akaenda, maana 37 utamjumlishia 5 na huyu utamjumlishia 5. Maana watamzidi, kwa maana ya Simba ambaye ana alama zake 38 peke yake, watamzidi. Hawa watakuwa na 42 na huyu atakuwa na 42, lakini huyu atakuwa ameishia hapa na alama zake 38. Kwa hiyo darasa kwa ufupi lipo hivi: Simba akimtoa Al Masry anaingia kwenye top 5. Hizo sasa ni level za Al Ahly, Esperance de Tunis, level za Mamelodi Sundowns, level za Club Zamalek, na nafasi ya 5 atakuwa Simba Sports Club. Just imagine, pata picha hizo timu ambazo nimezitaja, na Simba naye anaingia hapo. Kwa hiyo shime, mashabiki wa Simba Sports, timu yenu mfahamu kwamba itakuwa katika mazingira hayo, kwa maana ya nafasi ya 5. Hili ni jambo la kwanza ambalo tunakwenda kuangalia. Jambo la pili tufahamu tu CAF Confederation Cup ni mashindano gani? CAF Confederation Cup. CAF Confederation Cup. Haya mashindano yalianza rasmi mwaka 2004 na uanzishwaji wake yalikuwa yamevunjwa makombe mawili. Miaka ya nyuma kulikuwa kuna makombe 4. Kulikuwa na klabu bingwa ambayo baadaye ikaja kuitwa ligi ya mabingwa. Kulikuwa kuna klabu bingwa, watu wanachanganya mpaka leo, kuna watu wanaita klabu bingwa Afrika. Ni ligi ya mabingwa Afrika. Klabu bingwa Afrika iliisha mwaka 1997. Sasa basi, hii klabu bingwa Afrika ilikuwa active inachezwa. Ilikuwa kombe linaitwa CAF Winners, kikombe cha washindi kilikuwa kinachezwa. Kuna kombe liliitwa kombe la CAF ilikuwa linachezwa, na kuna kombe lilikuwa linaitwa Super Cup ilikuwa linachezwa. Sasa basi, makombe haya yote 4 CAF akaamua kupunguza makombe. Kwa hiyo kikombe cha CAF na kikombe cha washindi kikavunjwa na kutengeneza CAF Confederation Cup. Ilikuwa mwaka 2004. Kwa hiyo hili ni jambo la pili la kuzingatia. Inabidi tu uijue hii CAF Cup iko vipi. Tukiachana na hapo, tunakwenda katika jambo la 3. Jambo la 3, Simba. Kiwango cha juu cha Simba. Unatakiwa kufahamu kiwango cha juu cha Simba ni kipi? Kiwango cha juu cha Simba katika michuano ya CAF ni kipi? Kiwango cha juu kabisa kwenye kumbukumbu ya klabu hii kubwa yenye historia ya aina yake ni kufika fainali ya michuano hii ya CAF. Michuano ya CAF kufika, tunaposema michuano ya CAF, inawezekana ilikuwa ligi ya mabingwa, inawezekana ilikuwa ni Super Cup, inawezekana ilikuwa ni Champions League, lakini ni kufika fainali. Simba waliwahi kufika fainali ya michuano ya CAF mwaka 1993. Ilikuwa ni kombe la CAF. Hilo kombe lenyewe linaitwa kombe la CAF.
kombe la CAF au CAF Cup kwa lugha rahisi, iliitwa CAF Cup. Kwa hiyo walifika kwenye miaka hii ya 1993. Hivyo basi Simba hizi hatua ambazo wanacheza sasa hivi katika mataji haya, katika makombe haya, lakini kumbukumbu inaonyesha CAF wanawatambua Simba waliwahi kuwa finalist. Walicheza fainali mwaka 1993. Tukiachana na hii ya tatu, tunakwenda kwenye ya nne. Ya nne ni ipi? Ya nne ni ipi? Ya nne ni rekodi ya klabu. Rekodi ya klabu CAF CC semi final. Maanake nini? Simba akimtoa Al Masry na kutinga hatua ya nusu fainali, itakuwa klabu imejiwekea rekodi yake. Rekodi ya klabu itakuwa imejiwekea rekodi yake ya kufika nusu fainali ya kwanza kwenye historia ya klabu ya Simba kwenye michuano ya kombe la shirikisho Afrika. Mwaka 2004 ili kombe ndo limeanza, na baada ya hapo Simba hajawahi kufika nusu fainali. Performance bora zaidi ilikuwa ni hatua ya robo fainali, kama ambavyo amefanya msimu huu. Aliwahi kufanya msimu mwaka 2020-2021 akatolewa na Orlando Pirates kwenye changamoto ya mikwaju ya penalty. Hivyo basi hajawahi kufika tena katika hii hatua. Msimu huu ikitokea amefika semi final, inakuwa ndo nusu fainali yake ya kwanza kwenye hii michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Jambo la tano la kufahamu ni lipi? Jambo la tano hili tulipeleke kwa Al Masry kabla kuja kumaliza tena kwa Simba. Kwa Al Masry, ikitokea Al Masry wametinga hatua ya nusu fainali, itakuwa ni mara ya nne. Mara ya nne kwa Al Masry kucheza semi final ya michuano ya CAF. Semi CAF competition. Ikitokea Al Masry wamekwenda, itakuwa mara ya nne. Mara ya kwanza Al Masry kucheza semi final kwa maana nusu finali ilikuwa ni mwaka 1999. Walicheza kombe la washindi, na hapa walitolewa na klabu inaitwa Club Africain kutoka Tunisia. Hawa ndo mahasimu zaidi wa klabu ya Esperance de Tunis. Kwa hiyo walicheza nao finali. Jambo la pili, msimu wa pili ulikuwa ni mwaka 2002. Huu walicheza semi final ya kombe la CAF, na hapa walitolewa na JS Kabylie ya Algeria. Mara ya tatu ilikuwa ni mwaka 2018 baada ya kuiondosha Simba katika ule msimu wa 2018 katika hatua za awali, wakaenda katika hatua ya makundi, wakatolewa nusu finali dhidi ya Raja Casablanca. Hivyo basi wakiingia msimu huu 24 25, ikitokea wameingia semi final, itakuwa ni nusu finali yao ya 4 kwenye historia ya klabu yao hii ya Al Masry. Kwa hiyo hizi ni nondo 5 ambazo tumeziangalia. Bado moja tunarudisha tena kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Ili kuaje? Tukaangalia ya 6 na ndo ya mwisho. Naam, na jambo la mwisho la kufahamu kutoka kwa wekundu wa Msimbazi Simba, tunafahamu kwamba Simba endapo atashinda hapa na kuingia nusu finali, kuna uwezekano wa kukutana na Stellenbosch au Club Zamalek. Stellenbosch ya Afrika Kusini, Zamalek ya Misri. Lakini katika makaratasi Zamalek ni favorite katika hii hatua kwenda hatua inayofuata. Kwa hiyo possibility ni kubwa ya Simba dhidi ya Zamalek. Possibility ni kubwa dhidi ya Zamalek katika hatua ya nusu finali. Endapo Simba atamfunga Al Masry, basi possibility kubwa ni ya Zamalek. Kama itashindikana, basi huenda kawa Al Masry na Zamalek. Sasa basi ikitokea Al Masry na Zamalek, itakuwa timu za Misri kama zimetukodi. Maana tayari Champions League Al Ahly na Pyramids wameshaenda semi final, huku itokea wote wawili na kwenda semi final. Oops. Hey. Anyways, ikitokea hivi
Hii itakuwa ni mechi pengine yenye mvuto zaidi kwenye historia ya klabu ya Simba kwenye michuano hii ya kimataifa. Kwa nini? Zamalek ni miongoni mwa klabu kubwa Afrika, greatest club of all time, timu bora za muda wote. Miongoni mwa timu 6 zenye hadhi ya nyota 5, Zamalek nao wamo. Hawa ni mabingwa wa ligi ya mabingwa Afrika mara 5. Ukiachana na Al Ahly, wanafuata hawa kwa vikombe vingi. Lakini mara ya mwisho kuchukua ubingwa wa ligi ya mabingwa Afrika ilikuwa ni mwaka 2002. Hiyo ndo mara ya mwisho. Baada ya hapa wakaingia msimu uliofuata wa ligi ya mabingwa Afrika, kwa maana ya msimu wa mwaka 2003. Kipindi hicho misimu ilikuwa inahesabiwa kwa mwaka mmoja tu. Msimu mwaka 2003 kama mabingwa wamebeba ndoo yao, wanashikilia ile crown ya ubingwa. Baada ya kuingia msimu huu wakakutana na mnyama akawanywa Zamalek. Ilikuwaje? Walitoka sare Dar es Salaam, wakaenda kumradhi, alishinda 1 Simba Dar es Salaam, akaenda kushinda 1 Zamalek Misri. Baada ya hapo wakaenda kwenye changamoto ya mikwaju ya penalty na Simba akamtoa Zamalek. Simba akafanikiwa kwenda katika hatua ya makundi, ambayo kipindi kile pia ilikuwa kitu robo finali. Inategemea, kuna wengine hata robo finali, wengine hatua ya makundi, kwa sababu makundi yalikuwa mawili tu. Sasa basi, tangu jambo hili lifanyike mwaka 2003, Zamalek hawajawahi kuchukua tena ubingwa wa michuano ya ligi ya mabingwa Afrika. Kwa hiyo Zamalek wanaamini, hata ukizungumza na baadhi ya mashabiki wa Zamalek kutoka Misri, kwa wale wenye connection na mashabiki wa Zamalek, wanaamini Simba ndio timu ambayo iliwapa mkosi baada ya kutolewa mwaka huu 2003. Tangu hapo hawajafanikiwa tena kubeba huo ubingwa. Finali wamecheza, ila kubeba ubingwa haijatokea tena kwenye historia ya timu yao, na wanaamini wao na Ahly ni level moja, lakini hawajafanikiwa kubeba tena ubingwa. Kwa hiyo Zamalek inaonekana kama anamtafuta Simba kwa miaka dahari, miaka nenda miaka rudi. Tutakutana wapi? Itakuwaje? Zamalek nakumbuka mwaka 2012 waliwahi kuja Tanzania kucheza na Young Africans. Ilikuwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa pale, ile Zamalek ya Amri Zaki. Lakini kwa Simba bado hawajafanikiwa kukutana nao. Endapo ikitokea msimu huu wamekutana, hii mechi cheche zitaruka kweli kweli, kutokana na historia inayohusisha miamba hii miwili, kwa maana ya Simba na Zamalek. Ni historia ya aina yake katika kandanda ya Afrika, kwenye historia ya klabu kubwa kama Zamalek. Kwa hiyo hili ni jambo la 6 ambalo wewe mwana Simba, wewe Mtanzania, ukiwa unafuatilia mchezo huu wa Simba na Al Masry, ujue kwenye kichwa chako kwamba kuna uwezekano Simba akishinda hapa anaweza kukutana na Zamalek katika hatua ya nusu finali. Akikutana naye, basi kumbukumbu uikumbuke vizuri. Sasa hapa nimezungumza kwa udogo sana, lakini ikitokea Simba imekwenda semi-final na Zamalek amekwenda semi-final, tutakuja kuiangalia kwa jicho la 3. Tutaangalia vikosi, tutaangalia situation yote ya mchezo ulivyokuwa mpaka Juma Kaseja anakuja kufanya wonders na kadhalika. Tutakwenda kuangalia mambo yalivyokuwa. Hivyo basi kwa leo naomba tuishie hapa. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Mimi ni Gharib Mzinga na hii ni Mzinga Sports. Tukutane Benjamin Mkapa.